Zimesalia saa chache kuelekea mechi ya Young Africans na Silver hawa wanajiita Silver Strikers kutokea pale Malawi. Kumbuka kwamba mechi ya Young Africans inakwenda kupigwa Jumamosi, ambapo itaanza majira ya saa 11 na itakuwa ni tarehe 25 kwenye dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Kunawezekana kwamba umebaki muda mchache kweli. Kumbuka kwamba mechi ya kwanza Young Africans walipoteza kwa kichapo cha bao 1-0 dhidi ya Silver Strikers, na Young Africans wanakwenda kwenye mechi hii wakiwa wanahitaji ushindi ambao utawafanya wao kwenda kwenye hatua ya makundi. Kabla sijasonga mbele zaidi, ni muhimu nikakukumbusha kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu zote pindi tu tunapokuwa tumeziweka. Niite Swax ID ndo ambaye anakuwa na nguruma kwa hivi sasa nyuma ya kipaza. Msemaji wa Young Africans Ali Kamwe ameweka wazi kwamba mpaka hivi sasa kikosi cha Young Africans kipo vyema kwa ajili ya kuwakabili Silver Strikers kutoka pale nchini Malawi, lakini vile vile ameweka wazi kwamba mpaka hivi sasa wachezaji wote wako imara kwa ajili ya kuweza kukabili Silver Strikers. Ameweka wazi kwamba mashabiki waondoe wasiwasi na wajitokeze kwa wingi katika dimba la Benjamin Mkapa, kuhakikisha kwamba wanawatia shime, wanawapa nguvu wachezaji wa Young Africans ambao wamekula kiapo cha kwenda kupambana ili kuhakikisha kwamba wanaweka heshima katika mechi hiyo dhidi ya Silver Strikers. Kumbuka kwamba sio mara ya kwanza kwa Young Africans kupindua meza kwenye mechi za CAF Champions League. Kumbuka kuna kipindi CR Belouizdad washawahi kuichabanga Young Africans bao 3-0, lakini walipokuja kwenye dimba la Benjamin Mkapa wakaichabanga CR Belouizdad bao 4-0 na wakafanikiwa kwenda mbele katika michuano ya CAF. Kwa hiyo maana yake ni kwamba bao 1 kwa Young Africans ni ukiangalia katika soka na kwa kiwango cha Young Africans, naamini wanaweza kufanya vyema na wanaweza wakarejesha bao hilo na kuongeza mengine mengi kama wataingia kwa heshima hawa za timu ya Silver Strikers. Kumbuka kwamba mechi ya kwanza, moja kati ya vitu ambavyo viliponza Young Africans ni pamoja na kuwachukulia poa Silver Strikers, lakini vijana walivyokuwa wameanza mechi wakawapeleka mputa. Young Africans hawakuwa imara kwenye eneo la kukaba. Unaona mipira mingi ilikuwa inapotea kiasi kwamba sasa ikawa inampa faida Silver Strikers ya kutawala game. Kwa hiyo maana yake ni kwamba watakuwa wamejifunza kwamba mpira wa miguu unahitaji nidhamu, na tunapokuwa tunazungumzia nidhamu haimaanishi kuingia uwanjani kama umechomekea kama Maxim pia Mzengeri. Zaidi na zaidi napokuwa nazungumzia nidhamu ni kujua ufanye kipi kwa wakati upi, tena kwa umakini mkubwa zaidi. Kwenye kukaba unahakikisha umekaba, kwenye eneo la kushambulia unahakikisha umeshambulia, kwenye eneo la kuzuia hakikisha umezuia kwa umakini zaidi. Kipi ambacho kitatokea kati ya Young Africans na Silver Strikers? Je, Young Africans utakuwa ndo mwisho wao ama watasonga kutinga hatua ya makundi? Yote tukae tusubiri. Dakika 90 ndo ambazo zinakwenda kuamua kandanda kati ya Young Africans na Silver Strikers.